Crazy Rocket, now available on PMBet. Bwana, hapa tupo katika eneo la kuegesha magari. Tumeambiwa kwamba zaidi ya magari 400 kwa wakati mmoja yatakuwa yakiegeshwa hapa katika soko hili la Kariakoo, na hapa ni pembeni kidogo ya eneo linalouza mambo ya vyakula, nafaka, zile mboga. Ukipandisha hapo unakutana na zile zinaitwa sakafu ya kwanza, pili, ya tatu, ya nne mpaka ya 7 huko juu. Lakini hapa tuko chini ambapo magari yatakuwa yakiegeshwa, magari 400 kwa wakati mmoja. Bado naenda kupeleka sehemu zamani tunazoea tunaita Kariakoo Shimoni. Muda si mrefu tunaenda kupaona Kariakoo Shimoni, yani kule ambapo mizigo inaingia. Twende tukapaone jinsi nako kulivyo kwa kishua kumeboreshwa. Basi baada ya kuangalia eneo la parking, sasa hivi tumeshuka chini katika floor ya pili. Hapa ni eneo ambalo kutakuwa kunapangwa bidhaa za jumla. Kule juu anauza reja, kwa hiyo hapa chini ndo mzigo unakuwa unawekwa. Mtu anaagiza, bwana mimi nataka nyanya, nataka sijui matembele, sio nataka nini, anachukua mzigo wake, unapandisha katika lifti. Unaona vyumba vya lifti vile kule mwisho kule, mzigo unaenda kule juu sokoni. Watu wanaendelea na biashara zao. Twende tuangalie sehemu zingine ambazo tunaendelea kuelezewa na viongozi wa soko hili la Kariakoo. Twenzetu. Umeona kule sasa ndo magari ya mizigo ambayo nimekuelezea pale kati, ni kwamba wanakuja kuchukua mizigo ya jumla huko chini. Hapa ndipo patakuwa magari yakiingia Shimoni, huko tunaita, huku ndo Shimoni. Kwa magari yatakuwa yanaingia katika geti hili, yanaleta mzigo kwa ajili ya kuuzwa kwa jumla na wafanyabiashara ambao wanauza kwa reja. Kariakoo Shimoni ndio huku. Bwana, hapo kama unavyoona vyakula vikuu, wanaita vyakula vikuu. Hichi ndo kizimba chao, yani huku chini kwenye jumla huku ule mzigo unawekwa hapa. Jamani, vyakula vikuu. Njoo nikuonyeshe sehemu nyingine. Kuna nyanya, sehemu ya nyanya, sijui hapo vitunguu hapo ni vitunguu. Yule anataka mzigo wa vitunguu saumu, tangawizi, anakuja kuchukua hapa eneo la vitunguu ambao vinapatikana baada ya gari kuingia huko Kariakoo Shimoni. Basi hapa anakuja kupata huo mzigo wa jumla ambao unauzwa hapa, na yeye anachukua kwa ajili ya reja. Njoo kupeleke kwenye nyanya hapa. Kuna sehemu ya chini ndo maisha yalivyo yakienda hivyo miaka na miaka. Kwa hiyo kumezidi kuboreshwa baada ya ukarabati wa jengo hili. Twenzetu na sehemu zingine. Sasa natoka huko Shimoni Kariakoo. Mimi ndo natoka, nimekuonyesha sehemu ambazo wanashushia mizigo kwa ajili ya kuuza kwa jumla. Sasa hivi narudi zangu juu, tuangalie mandhari ya jengo hili jipya. Yes mtazamaji, huku tupo katika upande wa lile jengo lenyewe lile ambalo lilishika moto. Kama unakumbuka, ukiwa ukija huku Kariakoo yenyewe ndo una lile jengo la Kariakoo yenyewe ndo hili ambalo lina paa kubwa juu, basi ndo hapa ambapo tupo katika floor ya chini. Lakini pia tutaangalia pia floor za juu. Kuna mambo ya wakala wa huduma za kifedha, kuna mabucha ya nyama na samaki, kuna mashine za kutolea pesa, mambo ya urembo na vipodozi, vifaa vya umeme, maduka, sonara, shajara pamoja na vitabu. Lakini pia katika floor ya kwanza kuna nguo za kike na za kiume, kuna mabegi, kuna vikoi, kuna kanga, kuna vitenge, kuna friji, kuna TV, kuna radio, urembo wa majumbani, mapazia, kuna vyombo vya utamaduni, vifaa vya saluni, kucha na nywele na nywele bandia. Ndivyo vitu ambavyo vinapatikana hapa katika jengo hili kubwa la Kariakoo, ambapo kuna sehemu zingine ambazo tuliweza kuziona za mambo ya vyakula, lakini huku masuala ya vitu vya dukani. Twenzetu basi tuendelee kuangalia sehemu zingine, hizo frame jinsi zilivyo, uweze kujionea ndani ya soko hili. Mtazamaji wa PMTV, mimi nimemaliza kupitisha katika jengo hili la Kariakoo ama soko hili la Kariakoo ambalo jana lilizinduliwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na umeweza kujionea maeneo tofauti ya wafanyabiashara, sehemu zao ambazo wamepangiwa, bidhaa, aina ya bidhaa ambazo zinapatikana katika kila eneo, jinsi kulivyoboreshwa tangu soko liweze kuungua moto. Takribani wafanyabiashara 2000 watakuwepo hapa kuendelea na shughuli zao za kujitafutia kimaisha. Sasa
PMTV hatuna budi tukasema tuje hapa kuweza kujionea kile ambacho tulikuwa tukisubiri kwa hamu, Watanzania wakisubiri kwa hamu, soko hili ambalo linatoa huduma ya bidhaa Afrika Mashariki na Kati. Tanzania ni soko kuu la ukanda wa maziwa makuu kibiashara, na soko kuu hili la Kariakoo ndilo ambalo linategemewa pia na nchi zingine za Afrika ya Mashariki. Basi kutoka hapa Kariakoo jijini Dar es Salaam, mimi naitwa Jumaidi wa PMTV. Nyuma ya kamera alikuwepo director Nyoni. Nimewezeshwa na PMBet kupitia Super Royal Sports. Jishindie Toyota IST kwa kupangilia vizuri kabisa mikeka yako ya ubashiri. Unaweza kujiondokea na ndinga hiyo hapo. Jisajili hivi sasa kama bado, pmbet.co.tz. Mpaka wakati mwingine.